Bwana Kabwe, tukirudi upande wa pili, ni kama moto unafukuta ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Wapo wanaomlaumu Mangungu, lakini pia wapo ambao wanamlaumu Mohamed Dewji. Kwa upande wako kama mchambuzi wa mpira Tanzania, unalizungumziaje hili sakata linaloendelea na klabu ya Simba? Simba wasipokuwa makini wanaweza wakaiharibu ile timu. Unaelewa vizuri eh? Wamenaweza karibia wenyewe. Ya, kwa sababu mfumo wa kuiongoza Simba ni mbovu. Hivi unajua kwamba Simba mpaka leo inaongozwa na bodi ya wakurugenzi, lakini mabadiliko kwa maana ya yale ya uwekezaji hajakamilika. Lakini wewe ushawahi kusikia wanahoji Simba? Mchakato wa mabadiliko wa Simba haujakamilika, lakini Simba wanaongozwa na bodi ya wakurugenzi. Ushawahi kusikia Simba wanahoji? Bila vizuri eh? Ikiwa bado mfumo haujakamilika wa mabadiliko ya uwekezaji, lakini hao bado wanaongozwa na bodi, ina maana wapo radhi tu kupata matokeo mazuri kuliko kuhoji kile ambacho kilichopo kwenye uongozi wao. Umenielewa vizuri? Na hiyo ipo kwenye vilabu vyetu. Yaani viongozi wanachokifanya, wakishatengeneza timu nzuri, wanawaandaa mashabiki na wanachama, wanapata matokeo mazuri, kwa hiyo wanawazima. Wanakuwa hawaji mambo ya msingi. Na mashabiki ndio wanachokitaka hicho. Na mashabiki ndio, kwa sababu si wanapenda kupata matokeo mazuri, hawaoji yale mambo ya msingi. Likishatokea sana kutokea, ndio unakuta sasa wanaanza kukumbuka, kumbe tulikosea hapa. Subira vizuri. Kaka, Simba ina bodi ya wakurugenzi. Bodi ya wakurugenzi inaundwa na upande wa mwekezaji na upande wa wanachama. Hawa wanakaa kwa pamoja, wanadiskasi namna gani ya kuiendesha Simba. Umeelewa vizuri? Sasa hata wewe Mangungu ambaye anapigiwa kelele, yes, ana matatizo yake, na yeye anaingia kwenye bodi kujadili, ambapo sasa mwenyekiti wa bodi ni tajiri Mohamed Dewji. Yeye ndio mwenyekiti wa nini? Wa bodi. Yeye pia hawezi kuamua peke yake. Mohamed Dewji yeye anaamua na ile cabinet nzima ya bodi ya wakurugenzi. Lakini kwa sababu yeye ni tajiri, ndio mtoa fedha, inawezekana kawa anasikizwa zaidi kuliko mtu mwingine yoyote. Mimi sitaki kuamini kwamba yani Mohamed Dewji hasikilizwi Simba. Lazima asikilizwe. Sasa kupitia bodi ya wakurugenzi, watu wa Simba wanapaswa kuhoji ni watu gani ambao wamepewa ridhaa ya kufanya usajili. Bora vizuri, ili usajili ukifeli, hawa watu ndio wanapaswa kuulizwa, kulalamikiwa hawa watu, ili bodi sasa huku ifanye nini? Iwaondoe hawa watu. Lakini mimi na watu tujui ni watu gani ambao wanafanya usajili Simba. Tungekuwa labda kuna labda technical director, labda sporting director, hapo sawa. Lakini Simba hawana hiyo structure ya uongozi huo. Sijumela vizuri. Simba wana kamati ya usajili, kamati ya usajili ndio watu wajui ni wakina nani. Kwanza kwenye nalo usajili, kama wachezaji ni magalasa, wachezaji labda wasajiliwa ni mabovu, walipaswa kuwalaumu hawa. Alafu bodi sasa ndio waje wawajibishe hawa wakiwa wanajulikana, lakini hawajulikani. Sijumela vizuri. Kitu cha pili kwa Simba Sports Club ni kuhusiana na mwenyekiti Mangungu. Muone Mangungu ambacho yeye alichofeli, na ninawaelewa sana mashabiki na wanachama wa Simba. Mangungu hayupo karibu na mashabiki na wanachama wa Simba. Yuko mbali hata kujiassociate nao. Yaani unajua kiongozi wetu tupo naye, tusikilize matatizo yetu yapo hivi. Mangungu afanye hivyo, tofauti na Engineer Hersi. Unamwona Engineer Hersi? Yeye ndo president wa Young Africans. Sijui mna vizuri. Yupo karibu na wanachama, anawasikiliza. Kwani Engineer Hersi ndo unafikiri anafanya maamuzi peke yake pale? Engineer Hersi, wapo wengine wajumbe kwenye kamati ya tendaji ya Young Africans. Wapo wanakaa kwa ajili ya kuzungumza vitu vingi. Hata kama yeye ni rais, lakini anajiassociate na hao watu. Inawezekana tajiri GSM yaji associate, yeye yuko busy kwa ajili ya kutoa mpunga na masuala mengine, lakini huyu president anajiassociate na hawa wanachama, mashabiki, yupo nao, anawasikiliza. Kuna baadhi ya vitu akiongea anafanya na tatua na nini.
wanachama wapya wanasajiliwa kwenye klabu, unaona kuna process, idara mbalimbali zinafanya kazi. Vipi kwa Simba? Mchakato haujabadilika, haujakamilika. Bodi ya wakurugenzi ndio inaongoza klabu, lakini huyu pia mwenyekiti Mangungu hayupo karibu na hao wanachama wake. Hawa wataacha kumlaumu. Wakiangalia Young Africans upande wa pili, rais wao, mwenyekiti wao wa klabu yupo karibu yao, mpaka makamu mwenyekiti au makamu na president, makamu wa rais yupo karibu. Eneo ambalo Mangungu amefeli ni kuwa karibu na wanachama, kusikiliza matatizo yao, kisha kuyachukua yale matatizo yao na kuyapeleka kwenye bodi. Yeye angekuwa karibu nao, akawasikiliza, alafu akapeleka kule. Baada ya hapo akawarejeshia, bwana mimi nishapeleka kule, alafu bodi haifanyii kazi. Hawa sasa wana Simba wangeona kabisa bwana hii bodi ndio yenye nini? Yenye matatizo kupitia nani? Mwenyekiti wetu, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi kwa maana ya Mohamed Dewji. Kwa maana hiyo Kabo ndio kuniambia haya ambayo yanaendelea, mashabiki kumlaumu Mangungu wako sahihi? Wapo sahihi. Mashabiki wa kumlaumu Mangungu wako sahihi. Mashabiki pia kuilaumu bodi ya wakurugenzi wa Simba wapo sahihi, lakini huwa wanaoji wakiwa wanafanya vibaya. Ndio shida yao kubwa, na mimi sasa hapa naona walaumu, na mimi pia natupia sasa, na mimi lawama zangu tena zina kwa mashabiki na wanachama. Kwa nini wakiwa wanafanya vibaya ndio wanapenda kulaumu? Kwa nini mambo ya msingi hawaoji hata kipindi wanafanya vizuri ili klabu yao iwe kwenye mnyororo mzuri? Ili pia linapaswa kuwa ni wake up call pia hata kwa Young Africans. Hichi kipindi wanafanya vizuri, hawaoji na wao. Umeona hapa katikati kuna matatizo, kwa mfano issue ya fedha za kombe la TFF. Tumekuja kugundua baada ya sakata hapa kuendelea kwamba walikuwa wanadaiana. Si bora vizuri na wamechukua ubingwa bwana, afu natoa kabisa na rai. Yanga bwana wamechukua ubingwa wa kombe la TFF. Wapewe hela zao kabisa. Wasituambie baadaye huko wanadai. Sijui mela vizuri. Na wanachama na mashabiki wa Young Africans wanapaswa kufanya nini? Kuhoji. Waseme baadaye hatujapewa, sijui tumekopesha zwe. Hatutaki. Wadai mapema. Baadaye usije kututetea taharuki huko mbele. Sijui mela vizuri bwana Ngwale. Ndivyo ilivyo pia kwa mashabiki wa Simba. Timu ikiwa inafanya vizuri ya muhoji. Ikiwa inafanya vibaya ndio mnaanza kuhoji mambo ya msingi ambayo mwisho wa siku nyinyi mtakiwa muanze kuyahoji muda mrefu ili klabu yenu iwe katika eneo zuri. Kwa hiyo ukiangalia structure ya uongozi wa Simba yote ina matatizo. Ina shida kubwa. Yaani kuna mlolongo mwingi, watu wengi kwenye uongozi wa Simba, watu ni wengi. Wanafanya maamuzi, kila mtu ana nguvu, kila mtu ni kambare. Kila mtu ni kambale ana ndevu. Sijui mla vizuri. Nani ambaye anahusika na issue ya usajili? Nani ambaye anahusika na issue ya kusajili wanachama? Nani ambaye anahusika na issue ya mahusiano labda? Vipi kusana nao viongozi, mbona hawapo karibu na wanachama na mashabiki zao? Ni Ahmed Ally peke yake maskini ya Mungu ndio yupo karibu na wanachama na mashabiki wa Simba, Ahmed Ally. Lakini nenda kaiangalia Yanga, msemaji yupo karibu na viongozi wote wako karibu na wanawasikiliza, kwa sababu ile klabu ya Simba ni klabu ya wanachama. Ile klabu sio ya Modewiji. Sijui unanielewa vizuri. Kwa mashabiki wa Simba wanahoja, lakini timing yao ni mbovu. Sawa. Mnielewa vizuri? Mradhi, time ya Simba, ya mashabiki wa Simba ni mbovu timing yao. Sawa. Hoja zao wamezipeleka katika kipindi ambacho sio sahihi. Kwa nini wakati mnafanya vizuri mlikuwa msemi? Na wanahoja Simba wamefanya misimu minne yote. Hii misimu yote minne wamefanya vibaya. Misimu yote minne hii. Kwani misimu minne mnashindwa kweli kutengeneza timu viongozi? Kuna shida gani? Yaani mnakosea tu. Wanahoja. Simba wamefungwa na mtani wao mara 5 mfululizo. Kama mashabiki na wanachama wanaumia. Wana haki ya kuhoji na kusema kwa nini sisi tu? Yaani kufungwa ni sehemu ya mchezo. Lakini kwa nini sisi kama kwa sababu kuna watu wengine wanasikia wanasema watu wanalalamika kufungwa sio na nini? Kaka, hakuna mtu ambaye anapenda kufungwa. Umeelewa vizuri? Ni matokeo ya mpira tu wa miguu, sio ni kweli matokeo ya mpira. Nani ambaye anapenda matokeo ya kufungwa? Umeelewa vizuri? Nani anapenda hayo? Kwa hiyo ukivaa viatu vya mashabiki wa Simba na wanachama, wanahoja, wanaumia kwa kile ambacho wanachokipigania. Ila na wao wana makosa.
Kwa nini kipindi timu inafanya tu vibaya, ikiwa inafanya vizuri ya muoji kwenye mikutano mikuu pale? Mnyie kazi yenu kuitikia ndio. Na ndio wana shida sana vilabu vya Simba na Yanga, ndio wanachama wao ndio wako hivyo. Kaka na waonya pia na Yanga. Wanafanya vizuri hivi sasa. Warekebishe matatizo yao kipindi hicho wakiwa wanafanya vizuri. Sio baadaye tena wanafanya vibaya ndio wanaanza tena kugeukana tena. Ili swala kwenye vilabu vyetu tumechoka. Simba na Yanga ni icon ya mpira wa Tanzania. Wao ndio wanatuletea sifa, wanafanya vizuri kimataifa, tuna enjoy. Wabadilike. Shukrani. Nashukuru sana ndugu.